because of your own glory, Jehovah. Wewe ni tabibu wa karibu kwetu Bwana. Tabibu wa karibu ni wewe Jehova. Uweza wote ni wako, mamlaka yote ni yako. Wewe ni tabibu wa karibu kwetu katika hali zote, katika maisha haya Bwana. Wewe watufariji, wewe Bwana watuongoza. Ni mkono wako Bwana watufariji Bwana, watuinua Jehova, watulinda Bwana. Wewe ni tabibu wa karibu kwetu Jehova, na wastahili heshima yote, wastahili kutukuzwa. Takushukuru kwa wema wako, takushukuru kwa ukuu wako Jehova. Asante kwa wema wako. Tunga tukisema ya kwamba ni tabibu wa karibu Yesu. He's the great physician, worthy of all praise, worthy of all glory. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema ya daima ni dawa yake njema. Hatufai kuwa hai wala hatutumai, ila yeye kweli ndiye atupumzisha. Bwana Yesu ametukuka, ameinuliwa, hakuna kama yeye. Shangilia Bwana Yesu. Asante sifa. Asante Bwana kwa wema wako. Tukushukuru maana wastahili Bwana. Uweza wote ni wako Bwana. Pweke umetukuka. Hayupo mwingine anayestahili kuinuliwa, anayestahili kuheshimiwa ila ni wewe Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeimba na kuabudu.
Shangilia Bwana Yesu. How are you in the house? God bless you so much. Ningependa pia kuchukua nafasi kwa karibisheni sana katika nyumba ya Bwana. Na wale ambao wanatutazama, karibu sana, tukaweze kushiriki pamoja, tukaweze kubarikiwa pamoja, tukaweze kulishwa neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba maisha yetu haitabaki sawia. Bwana asifiwe. Nataka nichukue nafasi nishukuru Mungu sana. Najua kwamba amekuwa mwaminifu katika maisha yetu, na siku ya leo ni siku nyingine. It's not a day like any other day, but it is a special day that the Lord has purposed that he is going to bless us. Bwana asifiwe. Pengine umepitia changamoto katika maisha yako, lakini nashukuru Mungu kwamba yeye ni mwaminifu, kila wakati anatupigania. Yeye ni mshindi katika maisha yetu, na kwa hivyo sisi ni zaidi ya washindi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tukaweze kuinua sauti ya kuambia tu Bwana asante kwa ushindi ambao umenipa. Asante. Neno la Mungu lasema katika Zaburi 107 and from verse 18. Niruhusu tu nikaweze kusoma. Nimekuja hapa ili nikaweze kuleta mtumishi wa Mungu atulino siku ya leo. Ninaamini ya kwamba neno hili litakuwa baraka katika maisha yetu. Neno hili litaweza kutuondoa katika mangamizo ya adui, katika vifungo ambazo tumefungwa ndani, katika suffering ama troubles ambazo adui ametuingiza ndani. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba siku ya leo neno la Mungu linaenda kutuweka huru. The Bible says in the book of Psalms 107 and from verse 18, niruhusu nikaweze kusoma. It says, they loathed every kind of food, and they drew near to the gates of death. Verse 19 says, then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. Verse 20 says, he sends forth his word and heals them and rescues them from their pit and destruction. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo neno la Mungu linapokuja siku ya leo, it is not only going to deliver you or to heal you from the physical diseases, but even the heart diseases. Bwana asifiwe. Katika hizo vifungo ambazo shetani amekufunga ndani. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba tunapompokea mtumishi wa Mungu, fungua moyo wako ili ukaweze kubarikiwa. Bwana asifiwe. Simama kwa miguu yako. Nataka tukaweze kukubaliana kwa pamoja, tukaweze kumpa Bwana shangwe na vigelegele tunapompokea kasisi wetu Reverend Ben Kutwa akatakaye tutuhudumia siku ya leo. Hallelujah. Please greet me in the air. Praise the Lord. Amen. God is good, and all the times God is good, and that's his nature. I want to appreciate each one of you Nataka kushukuru kila mmoja wenu that God has enabled us to be in the service today, ametuwezesha kuwa katika ibada siku ya leo, and more so, na zaidi sana attention to those who are watching us on number 1 TV. wale ambao wanatutazama katika runinga ya number 1. I pray that you are going to be blessed. Natumai ya kwamba mtabarikiwa. I want to say Na this. ningependa kusema hivi. Our God is so faithful. Mungu wetu ni mwaminifu To sana. each one of Kila us, mmoja wetu we have been sharing tumekuwa tukishiriki about dealing with foundations in your life. kuhusiana kukabiliana na misingi katika maisha yako. I remember the first time Nakumbuka mara ya kwanza we were sharing tulikuwa tunashiriki sources of these faulty foundations. viini vya misingi isiyofaa. Just stand like that, I will Sema tell tu you. hivyo nitawaambia. I remember we shared on that, Nakumbuka tukashiriki juu ya hiyo. and then we realized that words spoken are not empty. Na baadaye tukagundua kwamba maneno yanaonenwa sio bure tu. They don't just go. Hayaendi bure. And last time Na wakati wa mwisho we also shared tulishiriki about the names, kuhusiana na majina. and I prayed Na nikaomba that none of you runs away because you have been told something about your ya name. kwamba hakuna atakayekimbia kwa sababu
sababu ameambiwa kuhusu I jina. want to appreciate each one of you who are back. Ningependa kushukuru kila mmoja wenu kwa sababu mmerudi. Can you clap your hands to appreciate? Pigia makofi mnaposhukuru. Thank you so much. Asanteni sana. And today na leo we will continue tutaendelea. another source Kiini of kingine wrong foundation ya misingi is isiyofaa involving yourself in ni witchcraft. kujihusisha katika uchawi. I'm going to talk about destroying the foundations of witchcraft in your life. Nanena kuhusu kuharibu misingi ya uchawi katika maisha yako. Lift up your hand before God. Inua mikono yako mbele za Mungu. Close your eyes Yafumbe macho yako. and pray after me. Na uombe baada ya Say, mimi. Father, Baba, I come to you, naja mbele yako. and you alone Na wewe pekee I will worship. nitaabudu. Father, Baba, I declare natangaza before you mbele yako that I'm not going to involve ya myself kwamba sitahusisha in idols katika or Mungu, anything ama chochote that is kile contrary to your word. ambacho ni kinyume na neno lako. Help me Nisaidie as I receive your word, ninapopokea neno lako, that it's going to help me to be blessed. ya kwamba litanisaidia nikaweze kubarikiwa. Thank you, Father. Asante Baba. Minister to me. Nihudumie. I open my heart, Fungua moyo wangu. anoint the speaker Tia mafuta in mnenaji Jesus' name. katika jina la Yesu. Say amen. Sema amina. Give another clap offering to for Bwana God. sadaka ya makofi tena. Please be seated. Tafadhali unaweza keti. Before I take too long, Kabla sijachukua muda mrefu, I want to share nataka kushiriki because I know God loves you so kwa sababu najua much. Mungu anawapenda And sana. the area I'm touching, Na eneo naloguza, I know it's an area that has been sensitive to all of najua us. ni eneo ambalo linatisha kila mmoja wetu. Dealing with the foundations of witchcraft in your life, Kabiliana na misingi ya uchawi katika maisha or yako, destroying the foundations of witchcraft in your ama life. kuharibu misingi ya uchawi katika maisha yako. As I said from the Hili beginning, nilivyosema tangia mwanzo, most of us suffer because of the foundations that were wengi laid wetu huteseka kwa sababu ya misingi iliyowekwa in our lives by our ancestors, katika maisha yetu na Our- mababu zetu our parents, na wazazi or wetu those who are there before us. na ama wale waliokuwepo kabla yetu. Witchcraft Uchawi is a common thing in Africa. ni jambo la kawaida katika Afrika. Witchcraft Uchawi has been practiced by those who are small and those who are big. imetekelezwa na wale ambao ni wakubwa na wadogo Now pia. I want you to get me right. Ningependa mnipate sawa. When I was young, Nilipokuwa we mchanga, used to play football. tulikuwa tukicheza kandanda. And when we are playing with a team from the neighboring village, Tunapocheza na timu kutoka kijiji jirani, we wanted one thing, tulitaka kitu kimoja tu, that we must ya win. kwamba ni lazima tushinde. I remember Nakumbuka sometimes we practiced witchcraft in this manner. ingine tumefanya uchawi kwa njia hii. We could kill a chameleon. And then there's another one, I even don't know it in English, it's called bongo bongo. Na ingine hii ambayo ametaja hata mimi sijui. Yes, it's very hard to know these names. So we could kill one of Kwa hivyo them. tukiua moja And wao we send one boy na tume kijana to mmoja go to the goal where we know that that's where that team is supposed to be, where we are supposed to be scoring. na aende katika goli ile ambayo tunastahili tuwe tukifunga. And then the boy will kneel there as if he's playing. Na hiyo kijana angepiga magoti kana kwamba anacheza, But he will open his paper lakini angefungua karatasi and yake put something under the soil, na weke kitu chini ya mchanga, so that when we come to score, ili tunapokuja kufunga we bao are not beaten. hatushindwi. If you never did that, Kama hakufanya hivyo, blessed are you. wewe It's umebarikiwa. only later I learned Baadaye that niligundua we were participating in witchcraft. tulikuwa tunashiriki katika How uchawi. many here are involved in witchcraft Wakati hapo like me? ulihusika katika uchawi kama Aha, I mimi. can see most of you are witches. Naona wengi wenu ni wachawi. Let me tell you, Acha nikwambie. this was witchcraft Huu ulikuwa uchawi on a scale that we did not kwa understand. kiwango ambacho hatukuelewa. But let me tell Lakini you, acha niwaambie, the powers of witchcraft nguvu za uchawi are against the Spirit of ni God. kinyume cha roho wa Mungu. And that's why Na today, ndio sababu leo myself plus you, mimi pamoja na who is wewe hearing me, who did what ambao we unasikia did, kile ambacho tulifanya, we must ni repent. lazima tutubu. Do you agree with me? Je, makubaliana nami? Now let me share with you. Sasa wacha nishiriki nawe. Witchcraft Uchawi is a bad ni thing. kitu I kibaya. will share with you Nitashiriki nawe from our world view
mtazamo wa kiulimwengu, and then from the biblical perspective, alafu mtazamo wa kibibilia, look at the consequences of witchcraft, angalia matokeo ya uchawi, how to come out of na jinsi ya witchcraft. kutoka katika hali ya uchawi. Witchcraft Uchawi has bound many homes, umefunga maboma mengi, many families, familia nyingi, and many lives. na maisha mengi. When you look at some of the homes you and I come from, Ukitazama baadhi ya maboma ambayo mimi na wewe tunatoka, you may realize unaweza in kutambua some homes people don't get married, baadhi ya maboma watu hawaolewi, and if they get married, na wanapoingia katika they ndoa don't stay in a marriage. hawadumu katika ndoa hizi. You can't know the problem. Hauwezi ukajua shida ni nini. It is Ni foundational. msingi, The foundation of witchcraft msingi wa uchawi will follow you utakufuata and affect you even in na marriage, kukudhuru hata katika ndoa, that you will not be able to ya succeed. kwamba hautaweza kufaulu. Do you know there are some homes Je, unajua katika boma you zingine can have beautiful daughters, kuna binti warembo, but because you keep reptiles, lakini kwa sababu unaweka pale people wanyama will fulani, say watu watasema that home, boma hili don't go there. How usiende many kule. understand I'm saying the truth? Wangapi wanaelewa kama So nasema you find ukweli that your hapa? children are Kwa growing, hivyo watoto wako they are wanapokuwa very ni beautiful, warembo mno, but when somebody comes, lakini mtu anapokuja he's told you that's a no-go zone. anaambiwa hapo hapaendeki. If a son goes Ikiwa mwana aenda to kule approach somebody's daughter, kwenda kwa binti he fulani, is told anaambiwa you will be given a snake to be part of your family. utapewa nyoka awe sehemu ya So familia these yako. people, Kwa hivyo watu hawa if they have to get married, ikiwa they have utaolewa to look for another home itabidi watafute mahali where they pengine keep a reptile ambapo so wanaweka they nyoka can hawa exchange their goods. ili wabadilishane miungu Do you yao. understand what I'm saying? Wangapi wanaelewa kile ambacho nasema? Is it the will of Je, God? haya ni mapenzi ya It's Mungu? not the will of La, God. sio mapenzi ya Mungu. Let me tell you, Acha friends, niwaambie rafiki you zangu, may be suffering huenda unateseka not because of what you si did, tu kwa sababu ya kile but ulichofanya, it could be a result of your parents lakini huenda inatokana na wazazi wako or your grandparents, ama mababu grandparents. zako, mababu They wa zamani got involved in witchcraft. walipata kuhusika katika uchawi, Now, because they ate the sour na grapes, kwa sababu walikula yale matunda makali, whose teeth are suffering? meno yao yanateseka. It is your teeth that are suffering. Meno yako ndiyo inayoteseka Or you may be suffering au wateseka because a neighbor kwa sababu jirani or somebody who doesn't wish you well ama mtu ambaye hakutakii mema has cast a spell against you. ameweza kutuma kitu kwa ajili yako, And because of the na spell, kwa sababu ya uchawi huo you cannot go far. hauwezi ukaenda mbali. Let me say this. Acha niseme hivi, In some homes, katika baadhi ya boma we pastors can tell. sisi wachungaji tunaweza In kusema, some homes, sisi katika boma zingine, especially in our society, hasa katika jamii zetu, people have been known to keep spirits in animals. watu wanaweka roho fulani katika wanyama. There are people who keep snakes Kuna wale ambao wanaweka nyoka because they want to keep spirits in kwa them. sababu wanataka kuweka roho fulani ndani ya hawa There are wanyama. some people who keep toads. Kuna wale ambao wanaweka machura, Others keep tortoises. wengine wanaweka pale kwa mzee kope. There are some people Kuna watu wengine who keep even leopards. ambao wanaweka hata hawa chui. I Asante. discovered leopards can be tamed by people who are not game rangers. Nitambua kwamba kumbe chui wanaweza kuhifadhiwa na watu ambao hawahifadhi wanyama kule The mwituni. purpose is to keep spirits in them. Sababu kuu ni kuweka roho fulani ndani yao. There are some cities Kuna miji or mingine there are some countries ama nchi zingine that are controlled by witchcraft. ambazo zinaelekezwa na uchawi. In our country, I remember Katika nchi yetu there nakumbuka were days that people used to say, kuna nyakati ambapo watu walikuwa wakisema, if you go to Mombasa, ikiwa utaenda kule Mombasa, don't just beat any cat like that. usikonge tu kila aina ya paka hivi, Because the cat you are seeing may not be a what? kwa sababu paka unayemuona huenda si paka, It may not be a cat. huenda sio paka wa So kawaida. this legend was there for long. Kwa hivyo usemi huu umekuwepo kwa muda. And I loved when I went to preach in Mombasa in 1991 at Mutuapa. Na nafurahi nilipoenda kuhubiri kule Mombasa katika mwaka 91 They Mtwapa. told me, take it easy. Wakaniambia wewe tulia tu. Don't hide your porch. Wewe usifiche kibedi chako. Nobody can take your porch. Hakuna anayechukua kipochi chako hapa. Not because the people feared God, Sio kwa sababu watu waliogopa but the Mungu. people feared what? Witchcraft. Watu waliogopa uchawi. So because of Na that, kwa sababu hiyo life could just go on. maisha yangeweza kuendelea But tu. let me tell you, Lakini hapa niwaambie, the Bible Biblia forbids
us from participating in witchcraft. Yasema kwamba tusihusike katika uchawi. What does the word of God say? Neno la Mungu lasema nini? I will read some four verses Nitasoma mistari 4 hivi in the book of Deuteronomy, katika kitabu cha Kumbukumbu la chapter Torati. 18, Mlango ni wa 18 and verse 9 na kuanzia mstari wa up to 9 verse all the way up to verse 13. hadi 13. I want you to understand the instructions that God gave to his people through his servant Moses Nataka tuelewe maagizo ambayo Mungu alitupea mtumishi wake Musa about witchcraft. kuhusiana na uchawi. Call it white or black or whatever, but I want just to say witchcraft. Wewe unaweza kusema labda nyeupe nini, lakini nataka kusema tu kwamba ni uchawi. The Bible says, Biblia inasema when you enter the land the Lord your God is giving you, unapoingia katika nchi ambayo unapewa na Mungu Bwana do wako, not imitate the detestable customs of those nations. usiingie katika itikadi ambazo asistahili za watu hawa. No one among you is to make his son or daughter pass through the fire, Hakuna yote kati yenu anaweza kufanya mwana wake ama binti yake kupitia katika moto, practice divination, aingia katika hali ya kupiga ramli tell fortunes, na kunena mambo yatakayokuja, interpret omens, na akaweza kutabiri roho, or practice sorcery. ama aingie katika uchawi. Verse 11 says this, Na 11 asema hivi, or casting spells, ama weza kupunga roho, consulting a medium, kuweza kutafuta ushauri wa watu wa kati ya roho, or a familiar spirit, or inquire of the dead. ama roho za kawaida, ama weza kuwashauri waliokufa. Everyone who does these things is detestable to the Lord, and the Lord your God is driving out the nations before you because of these detestable things. Yeyote atakayeshiriki katika mambo haya ni chukizo kwa Mungu, na yeyote atakayefanya hivi atatolewa mbele za Mungu. You must be blameless before the Lord your God. Wastahili kuwa mtu ambaye ana haki mbele za Mungu. Give us a bonus of verse 14. Utupe mstari wa 14 because it's part of it. kwa sababu ni sehemu yake. Though these nations you are about to drive out listened to fortune tellers and diviners, the Lord your God has not permitted you to do this. Ijapokuwa mataifa haya ambayo utayafukuza yaliweza kushiriki mambo haya, Bwana Mungu wako hajakuruhusu kuingilia kati mambo haya. Can you say amen? Sema amina. Can you go back on the screen please? Hebu rudi tena kwenye Go back to verse 12. Turudi katika mstari wa 12. Please church, look at me. Tafadhali kanisa nitazame. Can you wave to me again? Hebu nimungie mkono tena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My dear ones, Wapendwa, I want you to understand, nataka uelewe our God Mungu wetu is a loving God. ni Mungu anayetupenda. Our God did not want us to practice witchcraft or participate in Mungu witchcraft. wetu hangependa tukaweze kutekeleza uchawi ama kuingilia uchawi. Verse 10, what does verse 10 say? Mstari wa 10 wasemaje? We are told Tumeambiwa that you are not supposed to participate in these things that are mentioned. haustahili kushiriki katika mambo haya ambayo nimetaja. Some people take their children Watu wengine huchukua watoto wao and they invite demons in them. na wanaweka mapepo ndani yao. Some people practice divination, busari. Wengine wanaingia katika hali ya kuingia katika maombi haya And ya even we kawaida. have religionized it. Na hata wamefanya kuwa dini. We are warned against it. Tumeonywa kuhusu mambo haya. Issues of fortune telling Mambo ya kutenda yajayo and practicing sorcery. na kutekeleza mambo ya kupiga ramli. Now my dear friends, Wapendwa, God said Mungu anasema he was driving out those nations alikuwa anawafukuza mataifa haya because of practicing these kwa things. sababu ya kutenda mambo haya. If you practice the things that are stated here, Ikiwa unaingia katika mambo ambayo yametajwa my hapa, brother, my sister, ndugu yangu na dadangu, you will not go far. utaenda mbali. Are we communicating? Je, tunawasiliana? Whoever to me for me to be sure that you are Nipungie listening. mkono ili wana hakika ya kwamba tunawasiliana. Thank you so much. Asante sana. If you practice these things, Ikiwa unatenda mambo you haya, will not go far. wewe hautaenda He mbali. began by warning them. Alianza kwa kuwaonya. No one among you should do this. Asionekane kati yenu anayefanya And haya. verse 14 he ends by telling Na us, 14 anamalizia kwa he said,
anawaambia driving out those nations anayafukuzilia mbali mataifa haya because they are involved in these things. kwa sababu wanashiriki mambo haya. My brother, my sister, Ndugu yangu, dadangu, I want to make this proposition. ningependa kutoa usemi huu. Success or victory Ufanisi ama ushindi is going to be achieved utaweza kutimizwa only when we uproot witchcraft from our families. wakati ambapo tunaung'oa uchawi katika familia zetu. When we allow witchcraft Lakini tunaporuhusu uchawi to reign, however small it may be, utawala, iwe katika kiwango cha chini vipi, we will not succeed in anything. tutafaulu. Allow me to say a few things. Niruhusu niseme machache. When we talk about witchcraft, Tunaponena kuhusu uchawi, what is witchcraft? uchawi ni nini? Is the use of magic Ni powers, kutumia nguvu za uchawi, or it is manipulation of hidden powers kutumia nguvu ambazo zimefichika in order to benefit, ili kuweza kufaidika, in order to heal, ama kuweza kupokea uponyaji, in order to get or to harm. ama kuweza kudhuru. I want to repeat myself. Nataka kurejelea jambo When we hili. talk about witchcraft, Naponena kuhusu uchawi, is the use of magic powers. kutumia nguvu ambazo zimefichika, You manipulate those powers, kuweza kutumia nguvu hizi which are hidden powers, ambazo ni nguvu ambazo in hazionekani, order that you may benefit, ili ukaweza kufaidika, in order that you may be healed, ili ukaweza kupokea or uponyaji, you may cause harm to somebody. ama kuweza kusababisha madhara kwa mtu fulani. Some people consider witchcraft to be witchcraft when it is causing harm. Watu wanaona kama uchawi ni uchawi tu wakati ambapo unaleta madhara. But so long as you manipulate the powers of darkness, Lakini mradi unatumia nguvu za giza, anything good or bad, nzuri ama kibaya, you are doing what is contrary to the work of God. wafanya kitu ambacho ni kinyume na neno la Mungu. Witchcraft is engaging the evil spirits, Uchawi ni kuhusisha roho chafu which is contrary to the word of God. ambacho ni kinyume na neno la Mungu. Why do people engage Kwa nini watu hujihusisha in witchcraft? na uchawi? Some people have done it Watu wengine wametenda hivi not because they want. si kwa sababu wanataka. When I talked about our case of football and bongo bongo, Niliponena mambo ya kucheza mambo ya bongo bongo we hii, wanted to win. tulitaka ushindi. Now, why do people participate in Kwa witchcraft? nini watu washiriki katika uchawi? One of them is because they want protection. Moja ni kwamba wanahitaji ulinzi, They are seeking for protection. wanataka kinga, They fear being harmed wanaogopa kudhuri madhara fulani by people who hate them. kutoka kwa watu ambao wanawachukia, They fear being destroyed wanaogopa kuangamizwa by the powers of those powerful witches. na watu ambao ni wachawi So wakuu. people go for Kwa witchcraft hivyo watu wanauendea uchawi because they want kwa protection. sababu wanataka kinga. I'm here to tell you, Niko hapa kukuambia you need to receive protection that comes from the living wastahili God. kupokea kinga kutoka kwa Mungu aishie. Can you say amen? Sema The amina. Bible says, greater is he that is in me than he that is in the... Biblia inasema in the kwamba world. ni mkuu aliye ndani yangu kumliko yule ambaye aliyomo katika ulimwengu. That's 1 John chapter 4 and verse 4. Joni waraka wa kwanza wa Yohana 1:4. Because we want protection, Kwa sababu tunataka ulinzi, people go to witches watu wanaendea and wachawi they take charms. na wanachukua madawa fulani, Yes, they take things that will protect them. wanachukua vitu ambavyo wanaona vitakuwa ulinzi kwao. Somebody can have what we call in Kiswahili hirizi. Watu wanachukua hirizi. Even some Christians here, I know, Hata Wakristo wengine hapa najua they don't believe in God so much. hawaamini Mungu sana, They fear witchcraft wanaogopa uchawi, that they go to a pork butchery to buy fats from the guys who slaughter a pig meat. alafu wanaenda kwa duka la kuuza nyama ya nguruwe, wananunua nyama kule za nguruwe. What are they going to use the fat for? Hiyo mafuta ya nguruwe wanaenda kuifanyia nini? They do what to the children? Wanafanya nini kwa watoto wao? So that the children cannot be witched by evil men. Wanawapaka watoto ili watoto hao wasidhuriwe na wachawi. Hello. Hello. Are we communicating? Tunawasiliana. One day, Siku moja, I talked to somebody who has a butchery. nilinena na mtu ambaye ana duka la kuuza nyama la nguruwe. And then I asked him, Alafu how nikamuuliza, are you thriving in this place? una katika There msemo was a hii, religion in that place that does not believe in pigs. kulikuwa na dini mahala pale ambalo haliamini katika nguruwe. And he said, Na akasema, those people watu are hawa not bad. si wabaya. They are my customers. Hawa ni wateja You will wangu. come for the meat during
during the day. watakuja nyama usiku. You will come for the meat during the Anasema day. utakuja nyama mchana. But they will come at night to buy mafuta, to buy the fats. Lakini wao watakuja usiku kununua mafuta ya nguruwe. Why? Kwa nini? They want to go and do what? Wanataka kwenda wafanyeje? Wajipake. To the children. Wapake watoto So wao. that they are protected. Ili wapokee ulinzi. Maybe you are here. Labda uko hapa. And because of fear Kwa sababu ya of uoga witchcraft, ya uchawi. you have been protecting your child using the fats of a pig. Umekuwa ukiwakinga watoto wao kutokana na mafuta ya nguruwe. I want to tell you, Nataka nikwambie, believe in the blood of amini Jesus. katika damu ya Yesu. Can you say amen? Sema amina. I'm saying believe in the blood of. Nasema amini damu ya We Yesu. are going to pray together. Tutaomba pamoja. And when your Na child wakati mtoto wako has been prayed for, ameombewa or when he is anointed, ama anapotiwa mafuta, that child is protected. mtoto huyo You don't amelindwa. need any other protection. Wewe hauhitaji ulinzi You mwingine don't need to wowote. take something and tie at the waist Haustahili kuchukua kitu na mfunge kiunoni of your child. mtoto Am I wako. talking to somebody? Nanena na mtu. There are people, Kuna watu. some of them are saved. Baadhi yao wameokoka. But when if they were to remove the clothes, Na kama wangelitoa nguo zao, you will see the wonders, not utaona the maajabu. nakedness. Sio uchi, They are covered with a number of lakini things. wamejifunga vitu kadha wa kadha. Let me tell you, Acha niwaambie. when you are doing that, Unapofanya vile, you are invoking wewe witchcraft unajihusisha katika uchawi to protect you. kwa ajili ya ulinzi. And that is contrary to the word of Hiyo God. ni kinyume na neno la Mungu. Am I communicating? Tunawasiliana. May God help Mungu us atusaidie. that we don't go that direction. Tusiende katika eneo hilo. Why do people go to witchcraft? Mbona watu huenda katika uchawi? Because they are seeking for Kwa riches. sababu wanatafuta utajiri. The suffering that we have gone through, Mateso ambayo tumeyapitia, poverty that men and women have gone through, umaskini ambao wanaume kwa wanawake wamepitia, makes people to go wafanya watu kuenda for kwa witchcraft ajili ya uchawi that they may become rich. ili kaweza kufanyika I have been matajiri. told cases Tunaambiwa mambo where people do things, ambapo watu hutenda vitu, where people sacrifice ambapo watu hutoa dhabihu that they may make money. ili wakaweze kutengeneza You have pesa. started a business, my brother, Umeanza biashara ndugu and you yangu. have seen people succeeding. Naona watu wakifaulu. They have put charms in their businesses, Wameweka madawa katika biashara and you zao. feel that you are not selling. Hawezi ya kwamba wewe hauuzi. Don't go for witchcraft. Usiende Don't uchawi. put charms in your business. dawa katika biashara Can you say amen? Sema amina. Men and women Wanaume kwa wanawake. have gone there Wameenda kule. because they want Kwa help. sababu wataka And msaada. today I say, Na leo hii nasema, in the name of jina la Jesus, Yesu, you are not going to look for hautaenda riches kutafuta utajiri, by the uchawi. power of the evil one. Nguvu za mcha Hello, hello. Hello. This culture of talking about devil worship, Hii tabia ya kunena kuhusu mambo ya kuabudu ibilisi it has gained preeminence so much imeweza kupata umaarufu sana, until don't believe hadi ambapo that hauamini God can make you ya rich kwamba Mungu aweza akakufanya ukawa tajiri unless you go to the devil. bila kumwendea ibilisi. Let me ask you, Aje nikuulize, how many believe wangapi that you wanaamini can trust God and prosper unaweza financially? kumwamini Mungu na ufanikiwe Do you kifedha? believe that? Je, mwamini hiyo? Can you say, I believe in God? Sema na mwamini katika Mungu. Can you say, I believe He can make me rich? Naamini anaweza kunifanya nikawa tajiri. Can you say this Sema. after me? Can you say, He will make me prosper Atanifanya nikaweze in kufanikiwa Jesus' name? katika jina la Yesu. Can you clap to God? Pigie Bwana makofi. Now, why Sasa. am I saying this? Mbona nasema Do you hivi? know, I'm so disturbed. Mimi nasumbuliwa sana. If somebody bought a nice black car Ikiwa mtu atanunua gari zuri jeusi and you come with it that does not make noise, na unakuja nalo lile ambalo halitoi sauti, they will say you have received it from where? watasema umelipokea kutoka wapi? Witches. Kutoka kwa uchawi. Am I saying the truth? Je, nasema ukweli? Yani, people have believed all the good things come from the Watu devil. wanaamini kwamba chochote kizuri kinatoka kwa ibilisi. I know of a case Najua jambo moja. where a family was visited Ambapo familia with a ilitembelewa nice school girl, na gari zuri. and baridi. when the visitors left, Wakati wageni hao walitoka, some women started saying, wanawake fulani wakaanza this mama kusema, has brought majini.
Huyu mama ameleta majini hapa. because they don't believe in good Kwa things. sababu hawaamini katika vitu They vizuri. only know that good things come from where? Wanajua kwamba vitu vizuri The yatoka devil. wapi? Kutoka kwa ibilisi. Let me tell you, Acha niwaambie. change your faith and believe in God. Badilisha imani yako na muamini Mungu. If you believe in God, Ukiwa utamwamini He Mungu, will do for you great things. atakutendea makuu. Don't go for witchcraft Usiendee uchawi. because you want to become Kwa rich. sababu unataka ufanyike Don't tajiri. go for Satanism Usiendee mambo ya shetani. because you want to become rich. Kwa sababu unataka kuwa The tajiri. devil will give you, Ibilisi atakupa, but he will demand a sacrifice from lakini you. atahitaji kafara He kutoka will kwako. demand a life of somebody close to you Atahitaji maisha ya mtu aliye karibu nawe. because of Kwa that. sababu ya May hiyo, God help Mungu us atusaidie in that given area. katika eneo hilo. What am I to say again? Nasema nini tena? Well, hapo? well. People have sacrificed. Watu wametoa Here, dhabihu. I've remembered this one. Tumekumbuka hili. In our neighboring countries, Katika nchi zetu za people majirani, want to get rich watu wataka and they utajiri take a sacrifice. na wanachukua kafara I fulani. was told Niliambiwa there are some people who are told to bring the body. These people who have no pigment on the skin, what are they called? They bring the albinos. wanachukua hawa watu ambao wana ngozi nyeupe, maalpino So you hawa. get an albino has been taken. Unaona alpino He amechukuliwa, has been killed ameuawa. because some foolish person Kwa sababu mtu fulani mbumbavu wants to become rich. anataka awe tajiri. Let me tell you, my friends, Acha nikwambie rafiki you zangu, will sacrifice a man, utatoa mtu but you kafara, will have all the trouble. lakini utakuwa na We matatizo are yote not going hayo. to sacrifice to Satan. Hatutatoa kafara We are kwa not going to shetani. sacrifice human beings Hatutatoa kafara mwanadamu. because we want to become Kwa rich. sababu tunataka tuwe I tajiri. want to tell you Nataka nikwambie, that kind of witchcraft aina hiyo ya should uchawi not be tolerated in the haistahili land. kuvumiliwa katika Can you nchi. say amen? Sema amina. Let me tell you, my Acha friend, nikwambie rafiki yangu, any sacrifice you give tabia yote unayotoa that is not towards ambayo God haistahili is Mungu, going to the wrong place, inaenda mahali and it pasipofaa. is going to be counterproductive. na itakuwa na matokeo ambayo sio mazuri May kwako. God help Mungu us. atusaidie. Why do people go for witchcraft? Mbona watu huendea uchawi tena? Because they are seeking for power. Kwa sababu wanatafuta mamlaka. When you get men and women, Unapopata wanawake kwa wanaume, especially in our political arena, haswa katika maeneo ya siasa, they want power. wanataka mamlaka. People believe Watu wanaamini power belongs to the devil. mamlaka ni ya ibilisi. So you have to go to Pemba, lazima uende kule you Pemba, have to go to Zanzibar, lazima uende you Zanzibar, have to go to lazima Mombasa uende kule and Mombasa, look for the best witches in Kitui na ama ndio wachawi wa maarufu that you sana may kule receive Kitui, that power. ili upokee I nguvu want to hizo. tell you, my dear ones, Nataka niwaambie wapendwa, power belongs to God. nguvu ni za Mungu. Can you say amen? Sema Power amina. belongs to who? Mamlaka ni ya To nani? God. Ni ya Mungu. You don't need to go to witches Haustahili kuendea wachawi because you want kwa power. sababu unaitaka And by mamlaka. the way, believers, Hata hivyo waumini, when a brother has a feeling of becoming an MCA wakati ndugu ana hisia za kufanyika MCA or an MP ama mwakilishi wa bunge or a politician of any kind ama mwanasiasa wa kiwango chochote or a kile leader of any kind, ama kiongozi aina yoyote ile, don't see him to have fallen. Some no. of us churchy people are too churchy that we have demonized everything. wengine wetu tunatoa hukumu sana mpaka tumefanya kila kitu kimekuwa When a kibaya. brother comes or a sister comes Ndugu anapokuja ama dada and anapokuja says, I want to become a leader, aseme kwamba nataka kufanyika kiongozi, and people will start saying he was a good brother, what went watu wrong? wanaweza kusema kwamba alikuwa ndugu mzuri, nini kimeenda mrama Let hapa? me tell you, my friends,